Mtazamaji wa Morning Dew, una taarifa ambazo utakuwa nawe pia umeziona katika mitandao mbalimbali. Moja ya binti kutoka nchini Afrika ya Kusini akionekana amezeeka ghafla. Sasa leo hii nikaamua nikusogezee taarifa mbalimbali zinazomhusu binti huyo mwenye umri wa miaka 31 ambaye amezeeka ghafla. Anafahamika kwa jina la Senenala Nkoza. Amekuwa viral sana hivi karibuni kwa sababu ya hali yake ya kuzeeka haraka. Na kilichotokea ni msichana wa miaka 31 kutoka kwa Zulu Natal pale nchini Afrika ya Kusini. Ghafla alionekana mzee zaidi ya umri wake wa halisi kwa sababu ya ugonjwa wa dimu wa kuzeeka haraka. Familia yake inasema hali yake ilizorota haraka baada ya dalili za ajabu kuanza kumtokea baada ya tatizo hilo. Sababu ambazo zinasemekana kumtokea kwa hali hiyo, hakuna taarifa rasmi ya kimatibabu iliyotolewa hadi sasa kwa mujibu wa madaktari pale nchini Afrika ya Kusini. Madaktari wanasema ni kesi adimu sana. Wataalamu wameelezea kuwa magonjwa mengine ya dimu na maumbile yanaweza kusababisha kuzeeka mapema. Kwenye mitandao watu walidai ni uchawi au ulozi, uhusiano na mgeni, lakini hakuna ushahidi wa hilo. Na ziko taarifa zinasemekana kuwa binti huyo Senenala Nkoza kutoka nchini Afrika ya Kusini alikutana kimahusiano na raia wa kigeni, ndiyo ilipotokea hali hiyo ya kuzeeka kwa haraka zaidi akiwa na umri wa miaka 31. Hadithi yake imegusa mioyo ya Afrika Kusini. Watu wamesambaza sala na ujumbe wa kuunga mkono. Hata gwiji Dawn Thadeka King na Rais Cyril Ramaphosa wameripotiwa kumtembelea na kumpa moyo zaidi binti huyo. Kimsingi ni kesi ya kiafya na si story ya kawaida. Watu wengi wanamshauri umma kuepuka uvumi na badala yake kumpatia msaada wa kihisia yeye na familia yake. Na kwa mujibu wa familia ya Senenala Nkoza, binti huyo ambaye amezeeka ghafla, dalili zake zilianza ghafla. Alianza kuwa na dalili zisizokuwa kawaida. Alianza kuwa na dalili zisizo za kawaida mwilini mwake. Familia haikutaja hasa ni dalili gani, lakini ilikuwa kitu cha kutisha cha kiafya. Baada ya dalili hizo, muonekano wake ulibadilika kwa kasi kubwa. Ngozi yake ilichoka na uso ukaonekana mzee zaidi ya umri wake halisi wa miaka 31. Madaktari wamesema ni adimu. Familia inasema wameonana na madaktari na wao wamethibitisha kuwa hii ni kesi adimu sana. Hadi sasa kuna jina maalum la ugonjwa lilotolewa hadharani. Familia inasema wanashindwa kumudu gharama za matibabu zaidi, ndio maana walitoa story hadharani kuomba msaada. Na mtazamaji, mambo muhimu ya kuzingatia: hakuna uthibitisho wa uchawi au kitu kingine cha ajabu. Madaktari wanaita Rett Gang condition. Msaada wa kihisia na kifedha ndiyo unaotafutwa kwa sasa hivi. Watu mashuhuri kama Dawn Thadeka King na rais wa Afrika Kusini wameripotiwa kumtembelea binti huyo. Familia haijataka maelezo yoyote ya kimatibabu yatoke hadharani, kwa hiyo mengi bado ni siri. Kama kuna update mpya, mtazamaji wa Morning Dew, nitakupatia na nitaendelea kulifuatilia swala hili la Senenala Nkoza, binti huyu ambaye anatokea pale nchini Afrika Kusini, ambaye amezeeka ghafla, na rumors nyingi ikisemekana kwamba alikuwa na mahusiano na raia wa kigeni ambaye si Muafrika ya Kusini. Lakini ngome ya Yesu Kristo chini ya mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha baba lao kerubi, jitu la mbinguni, hakishindikani kitu. Inampasa atoke nchini Afrika Kusini aikanyage madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo, atapokea uponyaji wake. Kutoka miaka 31 mpaka kuzeeka kuwa binti kikongwe, ni agharabu sana kuona kitu kama hicho. Mtazamaji, je, matumaini yangu makubwa akikanyaga madhabahu ya ngome ya Yesu Kristo atakwenda kupokea uponyaji wake. Imeandikwa na Geoffrey Moses Karunduka, rais wa Wanyakyusa TZ Tanzania.